Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na mshukuru Mungu kwa neema ambayo amenipa siku ya leo. Nilikuja kwa ajili ya semina. Kulikuwa na semina, kuna chuo kimoja nafikiri kiko maeneo ya Yombo. Niliitwa pale kuja kufundisha, ilikuwa mwezi wa 6 mwishoni. Na pale tulifanya semina ya walimu. Kuna chuo pale kinafundisha walimu jinsi ya kulea watoto na kuwafundisha watoto. Nilipata nafasi ya kufundisha, nilikutana na mtu mmoja anaitwa Faraja. Nafikiri ni mwalimu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye Faraja ndo akaniunganisha na mchungaji. Niwasiliana. Na mimi namfahamu ni Faraja, na nafikiri na mama pale mwisho, jina sijalishika sana, ni mmoja wa viongozi nafikiri tulikuwa huko. Kwa hiyo mchungaji akawa amenialika kuwepo mahali hapa, na siku ya leo nipate nafasi kushirikisha kanisa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uongozi wote wa mahali hapa nawashukuru sana, maana unikubali kwenu kuja mahali hapa ndio imenipa fursa mimi kusimama mahali hapa. Kwa majina naitwa Paul Zefania Munge, ni kijana aliyeokoka na nampenda Yesu na nimeoa. Ingawa nimeoa sasa hivi na miezi 6, namshukuru Mungu. Japokuwa sijakuja na mke wangu lakini nimeoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi leo kuna vitu tutaenda kujifunza. Tutakuwa na somo zuri sana, maana ni nafasi nzuri sana ya kushirikishana neno la Mungu. Kwa wakati naomba niombe Mungu, nimshukuru, nijikabidhi mikononi mwa Mungu ili twende kusikia maneno ya Mungu. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mwaminifu, Mungu mtukufu na Mungu mtakatifu. Asante kwa nafasi ambayo Mungu umenipa. Na wakati huu Bwana tunaenda kulisikiza neno lako. Fungua mioyo yetu, masikio yetu ya ndani ili tupate kusikia kutoka kwako. Naomba Bwana unitumie kama chombo sawa sawa na mapenzi yako, na maneno haya Roho Mtakatifu akayapige muhuri ili tuendelee kuyatafakari na tusaidie sisi pamoja na vizazi vyetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nimejitambulisha kwa ufupi na naomba tuendelee kwa sababu ya muda, lakini leo tuna mambo mengi. Kwa zile madakika niliyopewa, ningependa niyatumie vizuri ili tupate kujifunza kile kitu Mungu anataka kutufundisha. Vile vile mimi ni mkurugenzi wa shirika moja linaloitwa Global Children Network, ambalo linahusika kutoa mafunzo kwa ajili ya wazazi, kwa ajili ya wachungaji, lakini vile vile kwa ajili ya walimu. Na leo ningependa niongee kitu kimoja tu, hata kama ni kwa uchache lakini kitatusaidia. Nataka kuongelea wajibu wa wazazi na kanisa katika kuwafundisha watoto. Ndio mada ambayo tutaenda kujifunza. Wajibu wa wazazi na kanisa katika kuwafundisha watoto. Kwa nini nimependa tuzungumze haya maneno? Napenda kuzungumza wazazi kwa sababu wazazi wana sehemu kubwa sana. Wazazi wana sehemu kubwa sana, au wazazi wana ushawishi mkubwa sana wa kufundisha au kuwasaidia watoto wao. Labda ukitoa mfano wa kawaida, hivi kati ya mwalimu na mzazi nani anakuwa na masaa mengi na mtoto? Mzazi na nani? Na mwalimu. Tukichukulia kama Sunday school tunaojifunza hapa, walimu walipata training siku 3 wakajifunza. Lakini mwalimu ndani ya wiki anakutana na watoto masaa ngapi? Hapa watoto wanakuwa masaa mangapi kwa Jumapili? Sunday school nafikiri ni Jumapili, sio? Sunday school ni Jumapili. Wanakuwa na masaa mangapi? 3. Sasa ukiangalia mwalimu anakutana na mtoto masaa mangapi? 3. Haya, tuchukue siku ina masaa 24. Siku ina masaa mangapi? Lakini tukate 12, tufanye siku nzima iwe na masaa mangapi? 12. Kwa hiyo ukichukua 12 mara 7, maana wiki zina siku 7. 12 mara 7 inakuwa 80 ngapi? 84. Sasa katika masaa 84 mwalimu anatumia masaa mangapi? Masaa mangapi? Masaa ukitoa ina baki ngapi? 80 ngapi? 81. Sasa angalia kwamba katika swala la uwajibikaji au ufundishaji, katika masaa tukiwa tumeyapunguza, katika masaa 84 mwalimu anatumia masaa mangapi? 3. Sasa hayo masaa mengine yanaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hayo masaa mengine yanaenda
ngapi? Kwa hiyo nataka kukuonyesha kwamba mzazi ana nafasi kubwa ya kuwekeza kwa watoto kuliko mtu mwingine yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzazi ana sehemu kubwa sana. Kwa sababu gani? Wazazi wengi wa kizazi cha leo hawajaona wao wajibu wao kuwafundisha nani? Wanaona ni swala la mwalimu wa Sunday school. Wanaona swala nani? Naomba tufungue kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6, tuanzie mstari wa 7. Na naomba nipate msomaji mzuri. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na mstari wa 7, tusome hapo. Tasoma katika jina la Yesu. Asante. Nawe wafundishe watoto wako kwa bidii. Nawe wafundishe watoto wako kwa nini? Kwa bidii. Na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Huyu ni nani anazungumzwa hapo? Na kuyanena uketipo katika. Naomba niweke vizuri. Naongea na wazazi na naongea na watu ambao kesho watakuwa wazazi. Kwa hiyo usiyokuona hichi kitu hakikuhusu. Hata wewe ambaye hujakuwa mzazi tena ndio inakuhusu sana. Upate mambo ya msingi mapema, usije ukafanya makosa. Anasema nawe uwafundishe watoto wako kwa nini? Kwa bidii. Kwa bidii. Na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Na utembeapo njiani. Na utembeapo njiani. Na ulalapo. Na ulalapo. Na uondokapo. Na uondokapo. Huu muda wote anao nani? Ni mwalimu mzazi? Mzazi. Mzazi ana nafasi kubwa sana ya kufundisha watoto wake. Huyu ni Musa akiwa anaongea na wana wa Israeli. Na unaposoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ni kizazi kipya kinaandaliwa hapo, hajavuka Yordani. Musa anajaribu kukumbusha mambo mbalimbali, sheria mbalimbali alizozipata kipindi kile akiwa na wazazi pale Sinai. Maana ukiangalia hapa wazazi wote walikuja kufa, lakini wale watoto sasa ambao wameshakuwa vijana sasa wanajiandaa kuingia wapi? Kanaani. Kuna mambo ya msingi Musa akaanza kuwakumbusha. Nawe uwafundishe watoto wako kwa nini? Kwa bidii. Uketipo nyumbani kwako, utembeapo, uingiapo na utokapo. Bwana Yesu akusaidie sana. Sasa tuje kujiuliza kwetu leo, hivi kweli tunatumia hiyo fursa ya kufundisha? Wazazi wanatumia hiyo fursa kukaa na watoto kufundisha? Wanao hiyo fursa? Au wazazi wanawajibika katika hiyo eneo? Haya. Sasa jiangalie sisi, hapo angalia watu wa upande wa pili. Watu wa upande wa pili, nikisema watu wa upande wa pili ndio mnanielewa. Watoto wanaenda kila siku, watoto wa kule kwenye zile shule zao zile wanaenda kila siku au wanaenda siku moja kwa wiki? Kila siku. Sasa angalia huyu anaenda kila siku, kwa kwetu anaenda kwa wiki mara moja. Unadhani katika ukuaji wa misingi wanapoanza kufundishwa nani atakuwa vizuri kiroho? Hata hujaishi anajifunza nini? Nani atakuwa vizuri? Bwana Yesu asaidie. Sisi kweli hatuwezi kujenga na darasa, si ndio? Lakini wazazi wana wajibu wa kufundisha watoto nyumbani. Bwana Yesu asaidie. Tuna maana kanisa likiwaacha walimu tu wa Sunday school wakafundisha watoto kanisani ikaishia hapo, maana yake tumefeli. Tumefanyaje? Yaani mimi nafikiri wale ndio wanalitumia vizuri ile andiko kuliko sisi. Sisi hatujalitumia. Wazazi wangapi watoto wakitoka Sunday school na muda kukaa na mtoto wake kumuuliza leo umejifunza nini Sunday school? Leo wapi hujaelewa mwanangu nikusaidia? Wazazi wangapi wanafanya hivyo? Wazazi wangapi wanafanya hivyo? Si ndio? Hakuna. Ila kule shuleni utauliza homework umeandika, si ndio? Si nini umeandika na kula hata kula na vigogo atafanyaje? Sasa lakini kwenye mambo ya kiroho atufanyaje? Usiku. Na ukitaka kujua hata angalia watoto wengi wa Kikristo ndio wameharibika kuliko upande wa pili. Kweli au si kweli? Sasa hivi tuna kizazi au tuna wazazi au tuna kanisa ambao linalalamika maadili yamemonyoka. Watoto wako hawana maadili. Sasa watajuaje maadili kama sisi hatukuyapandikiza hayo nini? Maadili. Na ndio maana neno nasema na ufanye, hadi kama kuna mambo ya kufanya bidii kanisa ni kuwekeza kwa watoto. Kama kuna kufanya bidii ni kufundisha nini? Labda niulize swali. Kwa nini watoto hatuwasubiri wafike miaka 15 tuwapeleke shuleni wakaanze chekechea? Kwa nini wakiwa tuna miaka 2 tunawasubiri shuleni waanze kujifunza? Nadhani kwa nini?
ili kuwajenga, si ndio? Na mtu anapojifunza akiwa mdogo, mambo mengi yanaweza kukaa zaidi kuliko anapokuwa nini? Sio hivyo? Sasa unafikiria watoto wetu wataikuliaje hii imani kama tukaanza kuwekea mapema? Maana hiyo ni formula. Mtumishi wa Mungu aliongea hapa, mimi niliwahi Sunday school. Nikasikia anasema kuna vitu ni formula. Kwa Mungu alishatoa nini? Formula. Alishatoa kanuni. Na kanuni, ukipuuza kanuni utapata matokeo. Moja ukijumlisha moja ni mbili. Hata ufanyeje itabadilika. Hata mwalimu ni Mchina, uongee Kisukuma, uongee Kichaga, itafanyaje? Kwa sababu ni kanuni, sio hivyo? Kwa hiyo kuna mambo fulani ya msingi sana Mungu alitupa. Alizungumza na sisi, lakini ukiangalia sisi kama kanisa tumefanyaje? Tumepuuza. Lakini leo wote tunalalamika. Serikali inalalamika kuhusu vijana na kanisa linafanyaje? Linalalamika. Sasa tutawezaje kuwasaidia kama hatukuanza kuwasaidia mapema? Bwana Yesu akusaidie sana. Kwenye maisha, kwenye huduma, kwenye safari, kuna kitu kinaitwa Mungu. Kuna kitu kinaitwa nini? Ndio maana Mungu akasema ufanye bidii. Ina maana kama unajua unabidia kutafuta pesa, kuwa unabidia kufundisha watoto wako. Kama unabidia kutembelea wapendwa, kuwa unabidia kufundisha watoto wako. Haitakusaidia ukafanikiwa sana afu kesho watoto wako wakao wameharibika. Haitakusaidia. Haitakuwa faraja. Hata kanisa, tujenge makanisa makubwa. Ulaya imefikia sehemu sasa hivi makanisa hayana watu. Waislamu wananunua makanisa, wanaongezeka huko. Hamna watu. Unakuta watu miaka 60, 70 ndio unakuta kanisani. Ukuti tena vijanani umeisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Umefanyaje? Umeisha. Sasa hiyo sio swala la wajibu la nani, swala la wajibu wewe mzazi. Kila mtu ana wajibu. Ukisema unamwachia tu mwalimu, ndio maana ukiangalia hata watoto wetu angalia. Mtoto atafundishwa leo andiko na mwalimu si amefundisha leo amekalili. Wiki ijayo waulizeni walimu, wakati mwingine unakuta hata amesahau. Kwa sababu gani? Muda wote hapa ni bongo flava, ni kucheza game, ni kuangalia movie basi na season imeisha. Wewe mzazi unapambana na kutafuta pesa, ndio? Lakini angalia wale wazopata lugha ni gumu, lakini unakuta mtoto ana meza yote. Hii Kiswahili tu, lakini wao washi. Sasa wao wana akili kuliko sisi. Sisi hatujawajibika. Na maana lile andiko wao ndio wanalitumia, sisi tumefanyaje? Hadi sisi tumeliacha libaki kwenye Biblia, hatujalichukua liwe sehemu ya maisha yetu. Na kanisa lenye nguvu huwa linaanza nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Strong church begin at home. Kanisa lenye nguvu huwa linaanzia wapi? Linaanza nyumbani. Na ndio maana ukisoma hata vitabu vingi nasema ni yule asiyewajali wa kwao. Watu wa nyumbani mwake ni mbaya. Maana amekana ni imani na ni mbaya kuliko asemeje? Tutakuwa wanafiki tukasema tunashuhudia, tunataka watu wengine waokoke, lakini watoto wetu tuambie habari ya wokovu. Wakifika kwa vijana wanaharibika waje tena kanisa. Inatusaidia nini? Bwana Yesu asaidie sana. Na kufundisha, ndio maana Mungu anasema tuwafundishe kwa bidii. Kwa sababu gani? Nataka kuambia kipindi cha utoto tunachukua miaka 0 mpaka 14. Hichi kinaitwa ni kipindi cha dhahabu. Ni kipindi cha nini? Golden age. Chochote unachoweka kinaweza kuishi muda wote. Na ndio maana Mithali 22:6 aliposema mlee mtoto katika njia ipasayo, hata isahau hata akiwa mzee, alikuwa anamaanisha. Kwa sababu watoto wanajifunza ndani yao wakiwa hapo. Yaani mtoto tu akishatungwa ndani ya tumbo la mama anaanza kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni nini? Anapokuwa tayari ameshatungwa, maana yake ile ni nafsi yake. Yule anahesabika ni mtu, sivyo? Ana mwili unaanza kujitengeneza, ana roho na ana nafsi. Vitu vingapi? Vitatu. Sasa changamoto iko hivi. Ni kwamba mwili una hatua. Mwili unafanyaje? Una hatua. Mwezi wa kwanza nenda kaangalie unapokuwa kwenye tumbo. Mwezi wa pili, mwezi wa tatu mpaka mwezi wa ngapi? Wa 9. Unaona hizo process? Akisha kuja kuzaliwa utaona anaanza kulala. Baadaye ataanza kukaa. Yaani ina process hatua kwa hatua. Sitaki kuziongelea sana ila kwa sababu kuna mahali nataka nifike. Zinatua. Lakini roho na nafsi haina hizo nini? Yaani hakuna roho unasema hii ni roho ya mtoto nini? Changa haiko. Yaani hakuna roho sasa hivi inatambaa ikifika hakuna. Na ndio maana hata akiwa ndani kumwambia habari za Yesu anasikia habari za nini? Kwa sababu sisi hatuongei na mwili, tunaongea na nafsi.
Akiambiwa mwanangu nakupenda, anasikia mama anasema anafanyaje? Akiambiwa Yesu anakupenda, anaambiwa kumbe Yesu anafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo linaanza kwa mzazi. Sasa shule anaanza akiwa na miaka 2, maana siku hizi shule nyingi watoto wanapelekwa mapema miaka 2. Sasa kati ya miaka 2 mpaka 5 ndio umri mzuri wa kujifunza, maana ule sasa wa darasani, si ndivyo? Ndio umri mzuri pale. Ni kama ubongo ambao ni tunasema kama karatasi nyeupe ambao haina kitu chochote. Kwa hiyo chochote utakachoweka kitakaa. Kwenye karatasi nyeupe hata doa likiangukia utafanyaje? Utaliona, si ndivyo? Ni sawa na ule ubongo. Sasa kati ya dakika 3 mpaka 5 huwa anataka kujifunza kitu kipya. Mtoto wa miaka 2 mpaka mingapi? Miaka mingapi? 2 mpaka miaka hiyo 2 mpaka 5. Kati ya dakika 3 mpaka 5 anataka kujifunza kitu nini? Kipya. Sasa angalia kitu kipya anajifunza sasa. Ndio muda huu unakuta anacheza na wenzake, anasikia matusi, sio hivyo? Ndio muda huu anasikiliza bongo flava. Ndio muda huu mtu nzima anaangalia nini? Season. Ndio muda huu muda wote anakuyanga mama na baba huko ni miiza, kwa sababu unaona ni mtoto. Lakini huu ndio muda mzuri sana. Akusema nawe wafundishe vijana kwa bidii. Nawe wafundishe watoto wako kwa nini? Kwa bidii. Kwa hiyo katika umri ndio umri sahihi sana. Na maana kuna wazazi tunawashangaa sana, na hata Mungu anashangaa. Unakuta wazazi wengine wanakuta watoto kama hivyo wanaacha nyumbani, anakuja wapi? Kanisani. Haoni shida. Haoni nini? Haoni shida. Lakini ile ni shida. Kwa sababu gani? Vitu vinavyoingia muda ule ndio anafanyaje? Anaanza kuingia. Kama anasikia habari za Yesu, utakuta huyo mtoto anaongea habari za nini? Kama akisikia matusi, huyo mtoto utasikia muda wote anaongea nini? Au mjokana na watoto wadogo wanatukana mpaka wanashangaa. Ushakutana hiyo kitu? Kwa sababu gani? Ina maana yeye chochote muda huo anafanyaje? Anapokea kama kilivyo. Yaani ni kama kida la ndege. Makida ya ndege ukiangalia, huwa mama akiwa anatua pale, huwa kazi yao ni kufunua nini? Kwa hata kama wamebeba sumu wanafanyaje? Wao hawachagui, wao wanafanyaje? Wanameza. Na ndio maana Mungu anasema wafundishe kwa hakujafanya bidii bado. Sisi kama kanisa, kama wazazi tunafanya nini? Bidii tunalalamika tu. Hawajui, hawana maadili, hawataki dini, lakini hatujafanya. Sasa uwekezaji ni swala linachukua muda. Ndio maana unakuta wenzetu wale wanatumia nguvu kubwa sana. Tena wale walimu wa kule mpaka wanalipwa, si kweli? Si kweli? Lakini tuzungumze hata wazazi, tushawahi kuwatia moyo hata walimu wa Sunday school kusema jamani, tunawafundisha watoto wenu neno la Mungu, waje sote. Ushawahi kufanya hivyo mzazi? Kwa sababu mambo ya kiroho hayana nini? Kwetu mambo ya kiroho hayana nini? Hayana maana, si ndio? Ndio hivyo tafsiri yake. Ina maana kama tungeyapa maana, wazazi tungekuwa serious. Kama tungekuwa tunayapa umaana, wazazi tungekuwa nini? Sasa mtoto wa miaka hii unamwacha kanisani, maana yake anajifunza, kumbe kuna wakati naweza nikaenda kanisani na kuna wakati naweza nifanyaje? Nisiende. Ndio anachojifunza. Ndio ulimwengu wake pale anaojifunza. Sunday school unampa shilingi 50. Sunday school unampa shilingi ngapi? Anaona kumbe kwa Mungu tunatoa vichenji. Sio hivyo? Anajifunza. Lakini shuleni anakuwa 1000 mpaka 2000 mpaka 5000. Ila kanisani ibadani Sunday school anakuja anatoa shilingi 100. Sio hivyo? Sasa unafikiri unamfundishaje? Ile kiongozi mkubwa kuja unadhani kwa nini hata sasa hivi kutoa tunakuwa ngumu sana? Kwa sababu misingi toka mwanzo ilikuwa mibovu. Kwa maana mtu hata awe na hela atataka achange atoe bure. Kwa sababu gani? Mazingira yetu hatukufundisha. Kwa hiyo sasa unatoa lakini unapambana, unakata mpaka unaumia, yani unaona unaumia, lakini sisi neno linasema ni unajilazimisha. Ni kitu ambacho ndani yako kipende. Hakipo, yani ni kama tu neno linakubana au toi kwa kupenda, au toi kwa furaha. Kama nasema uongo nyinyi mtasema. Bwana Yesu asaidie. Amen. Nawe uwafundishe watoto wako kwa nini? Kwa bidii. Hiyo ni sehemu ya kufundisha. Ni wajibu wako. Uwezi ukazao ukategemea kuna watu watafundisha mtoto wako. Usipomfundisha mtoto wako, dunia itafanyaje? Itamfundisha. Hawako atakapokuja hapa ndo utaanza baba hapo alikuwa na tabia hii. Mbona hata huko wetu huko umetoka wanawake ni kwamba wewe ulipokuwa uwajibiki, wengine walikuwa wanafanyaje?
Bwana Yesu atusaidie. Wewe unapokuwa uko busy, wenzako mtaani wanafanyaje? Majirani wanakusaidia. Marafiki wa mtoto wanafanyaje? Maana unaambiwa dakika 3 mpaka 5 kuna kitu kipya nataka kujifunza. Sasa kitu gani? Kwa sababu mgongo wake mdomo unafuta au una vitu kwa unataka kitu kuingiza. Ndio maana hata akiona pale waya anataka akate alambe, waya ukilamba unakuaje? Hii ukiitikisa ukiangusha inakuaje? Hichi kile chochote anataka kufanya ile kujifunza. Sasa akiwa na miaka 6 ni muda wa kupanda maadili. Ni muda wa kupanda nini? Maadili. Ni muda kumwambia hichi ni sahihi na hichi sio nini. Kubaki nyumbani sio sahihi. Kwenda kanisani nini? Kumtolea Mungu ni sahihi. Kuto kumtolea Mungu sio nini? Ibada ni kitu sahihi na cha muhimu sana. Usipofanya ibada sio nini? Chochote. Waroma Catholic wana msemo wao. Wanasema ukimpa mtoto wako mpaka akafika umri huo, akikaa naye atakuwa Mkatoliki maisha yake. Atakuwa Mkatoliki maisha yake. Kwa sababu gani? Wanajua mida sahihi ya kuongeza. Na ndio maana uangalie hata wajenge polini. Unadhani wana mtoto mkubwa sana injili kujaza watu kanisani. Hizo tunazozelewa kwa imani umri wa kwanza. Hizo. Na ndio maana hata sisi tuliombe sisi ndio. Yaani unakuta bado kinamba hatuwezi kuenje. Sio kama na mikutano mikubwa injili. Na sio kama anasema tusifanye mikutano mikubwa injili. Lakini hao wamejikita zaidi kuwekeza kwa watu. Sisi tunawaona na tunawaacha, hatuoni umuhimu wao. Ila wao wanaona umuhimu kuwekeza kwa nini? Ndio maana sasa hata hapa waje kununua maeneo hapa wakajenga tu jengo lao. Utakuta tu haichukui mwezi tayari umeshaja. Yaani wamezagaa walishawekeza wako wanazagaa. Kwa sababu uwekezaji ni unahitaji Mungu. Kwa akiwa na miaka 9 ulimwengu unaumbika ndani yake. Kwa hiyo ataitafsiri dunia na atafsiri mazingira yake kwa sababu gani? Ya vile anavyoviona na vile anavyosikia muda wote anapokuwepo pale wapi? Nyumbani. Na sisi wote tumeokoka. Sisi wote tumewaje? Nataka niwaulize swali. Unadhani kwa nini kuna vitu tutatofautiana? Unadhani kwa sababu gani? Kuna vitu hatuwezi kufanana hata kwa sababu tumeokoka, mchungaji wetu ni mmoja, tumejazwa Roho Mtakatifu. Kwa nini kuna vitu hatuwezi kufanana? Yaani kwa jinsi kulelewa, kwa nini sio mimi nililelewa? Wewe kwenu chakula cha usiku mnakula saa 5, siko tu saa 2. Kwa hiyo tunalazimisha ile saa 5. Uwezo ukatafsiri dunia nzima chakula cha usiku mnakula saa 5 kwa sababu wewe umelelewa hivyo. Hata maadili ya kawaida unaona kuna sehemu uwezo ukakuta binti anamsalimia mtu hajapiga magoti, lakini kuna sehemu hata ukipiga magoti sio heshima. Nenda kwa Masai upige magoti. Unakuta unaongea unafanya vitu gani? Lakini nenda kwa Wasukuma usipige magoti. Kwa hiyo kuna vitu hata kama mmeokoka mtatofautiana kwa sababu ya nini? Ya malezi. Kwa hiyo mazingira ya nyumbani ndio yanamtengeneza mtoto. Maisha ya baba na mama mnaoishi ndio yanatengeneza nini? Ndoa anaiona pale anapokuwa ndio inatengeneza na tafsiri ndoa ikoje. Kama ni kurundana na kumbe ndoa ni ndoa ni kwaje? Kwa sababu kila siku wanaona unakaje? Unatengeneza. Kama kutukana unatokana mbele ya mama, mama anatoa kumbe wanawake wa kutukana. Yule kiume anajifunza naona. Kwa sababu gani? Yeye ataiona dunia, yeye dunia yake ni ile ndio anaoishi kila siku. Bwana Yesu asaidie. Na ndio maana nikasema hivi, ukiona walimu wanawajibika sana kanisani, wazazi hawajibiki nyumbani, tumependa. Ndio maana unakuta walimu wanaweza kufundisha mtoto, fanye hivi. Akienda kule nyumbani mzazi mwacheni mwalimu mwenyewe. Yeye mwenyewe anafanya. Mwalimu kujitahidi kwa nafsi yake, kwa nafasi yake anafundisha vizuri, maneno yanakuja kuuliwa wapi? Umefundishwa kutoa, wewe mtoto mdogo unajua kutoa. Hao ndio nani? Lakini wanaongea kwa sababu hawajui wanafanya uharibifu. Kwani hawajui wenyewe wanaharibu. Hawafanyaje? Hawajui. Tunafundishwa hivi kwa wazazi wakija wanaenda kugeuza maneno. Au mzazi anatoka hapa anaona uzaifu fulani, ndio inakuwa story pale nyumbani. Fulani mmemwona, umbea, unafundisha nini watoto wako? Unajua kuna kijengo? Unaanza kuponda labda mchungaji anafanya hivi au kuna mtu afanye au anakaa unaanza kuponda mshauri nyumbani, unaanza kuponda kuchambua. Fulani umeona alipovaa na watoto wanasikia. Unatengeneza watoto gani?
Hmm?